uh, ni wengi sana ambao kwa sasa wanajitahidi sana kufungua Sabato, lakini katika ufungaji inakuwa ni changamoto au hawajui namna kufunga Sabato. Sasa katika somo hili vile vile tunakwenda kuangalia, kwa sababu siri ya utunzaji sahihi wa Sabato upo katika ufungaji na ufunguaji. Yaani ufunguaji na ufungaji ndio siri ya utunzaji wa Sabato. Kwa hiyo kama haujazingatia ufunguaji makini, hauwezi ukazingatia ufungaji, lakini vile vile hauwezi kuzingatia utunzaji wa Sabato katika siku husika. Hapo naomba niweze kueleweka kama ambavyo tunakwenda kuangalia katika roho ya unabii. Lakini ni vyema tukaanza kwanza na kitabu cha Isaya, katika Isaya 58. Tukiangalia kwanza kile ambacho Mungu ameweza kuelekeza, alafu baadaye tutakwenda kuangalia katika roho ya unabii. Katika roho ya unabii katika Isaya 58 andiko lake aya yake ya 13 tunasoma tu hapo haraka, ndio tuingie katika hizi vitu viwili, lakini hasa tutagusia ufungaji, kwa sababu hiyo imelegezwa sana na wengi wanakuwa wamefungua vizuri wenda Ijumaa wakati wa maandalio, lakini inapofika Jumamosi na hata ile jioni wanalegeza ufungaji. Sikiliza. Katika 58:13, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, fanya nasa yako siku takatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kutafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Hivyo ndivyo ambavyo Bwana alikuwa amesema. Sasa ili uweze kutunza hiyo Sabato kama ambavyo Mungu ameweza kuelekeza, ni lazima uweze kuvizingatia ufunguaji pamoja na ufungaji. Ufunguaji na ufungaji. Sasa ninaomba tuende moja kwa moja katika kwa sababu tumesema tutaanza na ufunguaji kidogo, ili tutakapoingia katika ufungaji uwe na picha akilini. Tunaingia katika testimonies ya 6, gombo la 6, ukurasa wa 13. Hii ni testimony to the churches. Testimony to the churches. Tunaanza kusoma testimony to the churches au shuhuda kwa kanisa. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 356, paragraph yake ni ya 5. Hapa ndio tunaanzia katika ufungaji. Anasema kabla ya kuzama kwa jua, hebu wanafamilia wakutane pamoja kusoma neno la Mungu, kuimba na kuomba kabla ya jua kuzama. Na huo ndio ufunguaji wa Sabato. Na unapofungua Sabato unatakiwa uwe kuwepo na vitu vitatu. Usomaji wa neno, na hapa napo kuna changamoto. Mnapofungua kila mmoja awe na Biblia yake anafungua Sabato. Lakini vile vile uimbaji. Lakini la tatu ni maombi. Unaona? Kwa hiyo hayo ni mambo matatu yanayotakiwa kufanya, na yanafanyika kabla jua halijazama. Ni jioni lakini jua halijazama, kwa sababu harakati zote za uandaaji zinakuwa zimekwisha kukamilika. Sasa tunaingia katika kufungua. Jua linapozama, Sabato inakuwa imekwisha kuingia. Sabato inakuwa imekwisha kuingia. Kwa hiyo hakuna ufunguaji zaidi hapo, Sabato ikiwa imekwisha kuingia. Unaona? Sasa tunaenda sasa moja kwa moja sasa katika ufungaji, na hiyo ndio nilitaka sana tuweze kuizingatia. Katika 359 paragraph yake ya kwanza, gombo la 6, testimony to the churches au shuhuda kwa kanisa. Imeandikwa jua linapotua, acha sauti ya maombi na wimbo wa sifa ziweke alama ya kufungwa kwa saa takatifu na kualika uwepo wa Mungu kupitia mahangaiko ya juma. Sasa unapokuwa haujaomba, unapokuwa haujaingia katika ufungaji wa Sabato, maana yake ni kwamba hujaalika Mungu atembee na wewe katika juma zima. Ndio maana wengi wanapoingia katika ufunguaji Ijumaa wanakuwa na mizigo kichwani. Kwa nini? Kwa sababu katika siku nzima hizi 6 hawajatembea na Mungu kwa kiwango kilichohitajika. Tatizo ni nini? Tatizo ni ufungaji wa Sabato. Hawakufunga kama Mungu alivyoagiza, kwa sababu watakuwa hawajaongozwa na Mungu katika vita ya siku 6. Sikiliza. Tunasoma katika kitabu kinaitwa Kumbukumbu ya Torati.
Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza aya yake ni 42. Haya, Bwana aliwaambia wana wa Israeli, na hii ndio kanuni waliokuwa wanatumia. Na ukiona hujafunga ujue hauko salama katika utembeaji wa siku 6. Anasema Bwana akaniambia, uwaambie msiende wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Tuna maadui katika siku 6. Tuna mapambano katika siku 6. Kwa hiyo kama hatujamwalika Bwana atembee na sisi katika siku hizo 6, bado tutakuwa tunaanguka na kuanguka. Ndio maana hata ufunguaji wa siku ya 7 wakati wa maandalio unakuwa na majonzi mengi, ikiwa mtu kweli yuko na Mungu akilini. Anapopata utulivu wa siku ya 6, basi anakuwa na mzigo kwamba siku 6 hizi hajatembea na Mungu kikamilifu, hajafanya kazi ya Mungu inavyotakiwa, anakuwa na mzigo akilini. Lakini kama ukifunga Sabato, basi unamwalika uwepo wa Mungu kupitia mahangaiko ya juma la kazi. Ndivyo ambavyo aya inasema. Nairudia, Testimony volume 6 ukurasa wa 351, paragraph yake ni ya kwanza. Jua linapotua, yani hapo ni wakati ambapo linaanza kuzama, yani linatua sasa. Nyimbo ziimbwe za kuimaliza Sabato, lakini ziimbwe zikiwa zinaimbwa kwa ajili ya kumwalika Roho wa Mungu tena akutupate nguvu ya kutembea katika siku 6 safari hiyo. Anasema jua linapotua, acha sauti ya nyimbo na sauti ya maombi na nyimbo za sifa ziweke alama ya kufungwa kwa saa takatifu na kualika uwepo wa Mungu kupitia mahangaiko ya juma. Unajua kuna wale ambao wanakuwa hawajafunga Sabato, tena hata makanisani wanatoroka mapema kabisa, wanaenda kama ni soga huko wanacheza, wengine wanaenda kuangalia mpira. Kuna kipindi tuwahi kuwa na somo hapo, lakini nitakuja kulirudia hilo somo wakati mwingine. Unajua kuna watu watakao kuwa wakitiwa muhuri katika wakati huu wa probation, kufungwa. Wengine watakuwa wamekutwa katika maeneo ya mipira huko, na Mungu anasema hakuna atakayewekewa muhuri akiwa katika hayo mazingira. Sasa mbaya zaidi, wengine wanaingia huko siku ya Sabato. Sikilizeni vijana mpaka wazee, Mungu anachukizwa na hiyo kitu. Ni vyema msiitwe kwa jina la Waadventista wa Sabato, maana mnatukanisha jina la Mungu kabisa kabisa. Kwa hivyo kufunga Sabato kuna umuhimu kabisa, na kama haukuwa umezingatia hili swala, Bwana akusaidie kuanzia sasa. Na kama inawezekana wengine bado hawajaweza kuoana na hili swala la ufungaji, ni vyema hata kama ukiwa basi peke yako funga, kwa sababu hili lina uhusiano wa wewe individually, wewe kama mtu na Mungu wako, vina uhusiano, kwa sababu kwenye siku 6 hautembei wewe na watu wengine, ni mahusiano ya wewe na Mungu, Unaona, na mapambano unayajua wewe. Siku 6 unakutana na watu gani? Siku 6 unakutana na mahangaiko gani? Unakutana na vitu gani? Huko katika biashara, kwenye biashara huko kuna kupindisha mizani. Kuna masuala mengi sana, kuna masuala ya mengi yanayohusu wanaita nini? Wanaita chuma ulete, na vitu vingi sana viko hapo. Wanafunzi nao masuala ni mengi. Kwa hiyo kila mtu kwenye occasion yoyote alionayo, basi aweze kujua kwamba ana kazi ya ufungaji wa Sabato. Kama ambavyo uzito unauona kwenye ufunguaji, hivyo uone katika ufungaji wa Sabato. Kwa maana hapo basi Mungu atakuwa na wewe katika mwendelezo wote wa juma. Kwa sababu katika siku 6 vile unatakiwa uweze kuwa makini katika utengenezaji au ukiwa na Mungu katika akili yako, kama vile ambavyo unakuja kanisani, si ndio? Amesema katika gombo la 5, ngoja nikusomee ukurasa wa 179. Nikusomee hapo mara moja ili uweze kuelewa, na mtumishi wa Mungu unayezidi kunifuatilia. 171 Testimony to the Churches volume 5, na isoma hapo. Nasema dini unayoikiri, hii ni paragraph ya kwanza. Dini unayoikiri inakuonesha kuwa ni jukumu lako kutumia wakati wako katika siku za 6 za kazi, kama ilivyo kuhudhuria kanisani siku ya Sabato. Kwa hiyo vile ambavyo, kwa sababu amri ya 4 inavyoelekeza inasema ufanye kazi siku 6, lakini ya 7 ndio upumzike. Kwa hiyo katika siku 6 hivyo kuna namna ambavyo Mungu anatakiwa atembee na wewe utembee na Mungu. Kwa hiyo ambayo utatimiza maandiko yanavyoelekeza katika siku 6 na uaminifu unaoelekezwa hapo, lazima kwanza ufunge Sabato vizuri. Ndio unapoanza siku ya kwanza
Bwana awe na wewe katika kuongozwa kwako. Uwe na mwongozo wa Roho Mtakatifu mpaka siku ya pili, mpaka siku ya 6 itakapofika. Na hapo ndipo hata akilini swala la Sabato litakuwepo, katika uwekaji wa nguo mapema, katika ubrashiji wa viatu mapema, katika masuala ya upishi mapema, kwa sababu Bwana amezidi kukuongoza na Roho wa Mungu amezidi kuwa na wewe. Ndio maana wengi huingia katika jaribu la kutokamilisha maandalizi yote siku hiyo ya 6 ya maandalio. Wanaingia wakiwa bado na maandalizi hayajakamilika katika siku ya 7. Bwana na kazidi kutusaidia katika hilo. Bwana azidi kutusaidia katika hilo, kwa sababu tutakuwa hapo tukishinda, basi tutajihakikishia kwamba tupo vyema katika siku 6. Bwana akazidi kutubariki na kutusaidia, na wewe pia uweze kuzingatia hili na kuwafundisha, hasa pia wazazi wafundishe watoto wao. Wafundishe watoto wao, kwa sababu wakiachiwa hapo wanakuwa wakicheza tu, wakicheza. Hata watu wazima soga ni nyingi na mambo kama hayo, lakini walitakiwa wafunge Sabato. Hicho ni kitu ambacho walitakiwa kufanya wengi wanaoikiri imani ya Waadventista wa Sabato. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa tufanye, ili Bwana aweze kuwa na sisi na tuwe salama katika siku zote 7. Bwana akatubariki kwa jina la Yesu Kristo.